Kwa jina naitwa Juma Zuberi Msukulu, mudiri wa Darul Maarif BAKWATA makao makuu. Kubwa ambalo nataka kulifikisha kwa Waislamu na Watanzania kwa ujumla ni tukio letu la Darul Maarif Day ambalo nategemea kuanza 31 mwezi wa 7 na tarehe 1 na tarehe 2 ya mwezi wa 8. Kwa hiyo hilo ndio tukio kubwa ambalo tunaitaka Waislamu wote Tanzania kwa ujumla walifahamu na wahudhurie. Wanaalikwa wanaume kwa wanawake katika siku zote hizo. Kutakuwa na matukio mbalimbali. Siku ya kwanza ya ufunguzi asubuhi kutakuwa saa 1 kamili, kutakuwa na ufunguzi atakaoongoza Mheshimiwa Mufti mwenyewe. Siku hiyo ya tarehe 31 siku ya Ijumaa asubuhi, na jioni baada ya Isha kutakuwa na samai maalum, kitu ambacho kinaitwa samai. Nadhani wengine ni wageni, lakini wengi wenu wanafahamu samai ni nini. Na asubuhi yake kuanzia majira ya saa 4 asubuhi hadi saa 10 kutakuwa na shughuli ya kina mama, shughuli ya maonyesho ya kina mama na shughuli ya maulidi ya kina mama ambayo itaanza baada ya dhuhuri hadi la asiri. Nategemea kwamba shughuli hiyo wataiongoza wao wenyewe kwa sababu wanaifanya wenyewe miaka yote. Baada ya hapo, baada ya Isha kutakuwa na shughuli ya maonyesho kutoka matawi mbalimbali ya Darul Maarif Tanzania ambayo yamesambaa nchi nzima. Kutoka katika mikoa mbalimbali kutakuwa na maonyesho, lakini mwisho wa maonyesho hayo kutakuwa na maulid ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo itafanyika siku hiyo ya Jumamosi. Ama Jumapili ambayo ndio siku ya kilele, tutakuwa na azafa baada al-asiri kutokea maeneo ya Morocco. Mwaka jana iliasisiwa na Mheshimiwa Mufti kutoka kule Morocco kupitia barabara ya Kawawa Road kuja barabara ya Kinondoni Road inayoelekea Posta. Kwa hiyo azafa itaanzia kule, itakuja hapa makao makuu siku ya tarehe 2 saa 10 baada al-asiri. Na baada ya Isha ndio tukio lenyewe sasa la kilele cha Darul Maarif Day 2026 ambayo kinategemewa kianze baada ya swala tu ya Isha mubashara mpaka saa 5, karibu kama saa 5 mpaka saa 5:30 tutakuwa kila kitu kimemalizika na watu watarudi majumbani mwao kuendelea na shughuli zao asubuhi ya Jumatatu, kwa sababu ni siku za kazi kama kawaida. Kwa hiyo kubwa kwangu mimi ni kualikeni nyote ambao mnaweza kusikia na kupata habari hizi kwa namna mbalimbali ambayo mtakuwa mmepewa, hususan waandishi wetu wa habari. Kuna vyombo vya habari mbalimbali ambavyo vipo hapa, nategemea watatufikishia hizo salamu kwa Waislamu wote, na tunakuombeni sana muhudhurie, mje muone kitu gani kimeandaliwa. Kuna mambo mazuri, mambo ya kufurahisha na ya kupendeza. Kwa hiyo tunawakaribisheni, karibuni sana. Wa hadha, assalamu alaikum wal afwa minkum.